Tuje mada inayoitwa opening and close programs, folder and files. Tunajifunza kwanza jinsi ya kuipata program ama file ama folder, na jinsi ya kuifungua au kuifunga file, program ama folder. Kwanza concept ya file and folders. Nani ameshawahi kuigusa folder ya kawaida tu, achana ya kwenye makompyuta? Folder na inakuwa ni file, kwa mfano ni file na barua nyingi pale. Ile barua zimepangwa kwa fulani. Ndio folder yenyewe. Hiyo ndio folder, sio? Bana zile barua nyingi. Tumekaa kama jalada la kitabu. Unafunua hilo jalada, alafu pale katikati unapachika hizo kama ni barua au nini, sio? Kwa hiyo hilo li jalada hilo ambalo ndio unalifungua ili upachike au ubana hizo nani, hilo si ndio li folder. Lakini folder ziko za aina nyingi. Kuna kama hiyo unayosema, kuna nyingine zinakuwa na vyumba hizo folder. Hizo nylon kama nylon zinakuwa na vyumba hapa vyumba vingi. Folder ni kama jalada, unafungua ndio uingize. Sasa hizo barua unazoingiza hizo, hiyo barua moja moja ndio file. Inawezekana, lakini ni concept na nilikuwa nataka kuipeleka kwenye. Nilikuwa naona kwamba file itakuwa ni kwa mfano mafaili yako mbalimbali. File itakuwa la mtu mmoja pengine. Au kama ni kwenye huko kwenye muziki, kwa mfano nao bani muziki. Anakuwa na mafaili ya nyimbo labda za kizungu ziko faili lake, nyimbo za bongo flava ziko faili lake. Hiyo sio faili sasa. Folder yake ungesema. Folder. Yaani nyimbo zenyewe hizo ndio mafaili. Sawa? Sasa unakuwa na folder imeandikwa Bob Marley. Ndio. Humo ndani kutakuwa na nyimbo Stand Up, Get Up, hiyo ya kwanza hiyo. Ndio. Patakuwa na nyimbo kama ile ya Kaya, One Love, zote hizo ni file moja moja. Kwa hiyo kama una nyimbo za Bob 100, kila nyimbo hapo ni file. Ila umezicombine pamoja kwa ndani ya folder moja inaitwa Bob Marley. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo folder ni kama nyumba tuseme. Kwa mfano unachukua concept ya nyumba au chukua concept ya kabati. Kabati lako lile lote ni folder. Ukifungua mlango wa kabati, unaona kuna zile partitions, vile vyumba. Na vyenyewe ni visubfolder na vyenyewe. Kwa hiyo hizo nguo unazoweka au kama ni ofisini, yale makaratasi unayoweka pale ni mafaili. Kwa hiyo faili sio mkusanyiko wa karatasi nyingi, karatasi nyingi zikikusanyika ndio zinatengeneza one folder. Kama begi. Na zile nguo moja moja ndio faili. Kwa hiyo ina maana kama una shati 3, maana yake ni sawa na kusema una mafaili 3. Kwa hiyo sasa the same to the computer. Si mfano huu wa kabati umeelewa? Kwamba kabati inakuwa ni folder, zile partitions inakuwa ni subfolder, tena zile karatasi moja moja zile ndio nini? File. Ina maana kwamba zile karatasi sasa ukizibana ukaziweka tena kwenye folder ya karatasi ile kama jalada, ile tena sio file sasa, inakuwa tena folder. Kwa nini umeweka folder ndani ya subfolder ambayo ni ile partition ya kabati? Na hizo partitions ziko tena ndani ya hilo likabati lenyewe. Unaona sasa? Kumbe it's possible kwamba kuwa na folder, afu kuna subfolder, afu mafaili yakakaa ndani ya subfolder. Subfolder ni folder ndogo. Yaani kwa mfano unaweza kuwa na folder kuu inaitwa music. Ukiingia ndani ya music, wanamuziki wako wengi. Kuna Ngwea, hapo nyimbo zake file. Kuna Diamond. Sasa yote haya ni mafolder. Kwa hiyo patakuwa na folder ya Ngwea, patakuwa na folder ya Diamond, patakuwa na folder nyingine ya nani? Mwasiti. Sawa? Hizo nazo pia ni subfolder kwa maana hiyo. Kwa sababu music ndio folder kuu. Ukiingia ndani unakutana na subfolder nyingine ambazo ni hayo majina au hizo album. Ukiingia sasa ndani ya kila subfolder ndio kuna mafaili, yani ina maana hizo nyimbo za huyo mtu. Kama folder ya Diamond ukifungua huko ndani au mfano mwingine unakuwa na folder ya music. After unakuwa na folder nyingine inaitwa reggae music. Subfolder sasa hiyo iko ndani ya folder ambayo inaitwa music. Ukiingia ndani ya folder ya music unakuta kuna subfolder inaitwa reggae music. Ukiingia ndani ya reggae music tena na penye tena kuna watu wa reggae tena wengine. Kuna Bob Marley, wengine kuna Lucky Dube, Senzo. Na yenyewe ni subfolder. Ukiingia ndani ya Senzo kwa mfano ndio unakutana sasa na mafaili ya
au na nyimbo za Senzo zote. Mmewasha kompyuta zenu eh? Tufanye ka practice kidogo. Kuna swali kati ya folder na files? Naam. Samani, kwa mfano kutumia hiyo code ya desktop. Kuna namna ya kutumani kuonyesha kama imekuwa connected na hii laptop au ni automatic? Ni automatic tu. That's automatic. Hapa nachomoa speaker ili niweke kwenye kompyuta yangu. Haya, sasa tutafute folder. Tunatafuta folder ambayo inaitwa Samsung. Samsung. Tunaipataje? Nani anaweza kaniambia? Unaenda kwenye left window, yani search menu. Una press and then unakwenda moja kwa moja kwenye tab. Na press inakuja Samsung. Okay. Mmemwelewa Lwimbo anavyosema? Kwamba unabonyeza start menu, baada ya start menu unabonyeza tab, then unasikia Samsung. Sasa hilo ndio jina la folder. Ina maana ungeweza kuita Lwimbo. Alafu ukiingia ndani unakuta watoto wa Lwimbo sasa. Sasa ili kuopen hiyo Samsung, hiyo folder ya Samsung, tuingie ndani ili tuone humo ndani kuna nini? Unafanyaje? Una enter. Ukisha enter ili kujua ndani humo kuna nini tena, unafanyaje? You can either down arrow or up arrow or right arrow or left arrow. Una navigate. Ili kupata folder ya documents unafanyaje? Hiyo structure ya menu zako ziko hivi. Kwa mfano ukistart menu hapo bila kubonyeza popote, start menu tu. Ukianza kudown arrow, hapo unapata majina ya programs tu basi. Nasema hivi, hiyo kompyuta yako hapo ilipo. Ukibonyeza start menu, ukaanza kudown arrow au ku-up arrow. Si ukidown arrow baadaye unafikia tena kwenye search box pale pale. Au uki-up arrow baadaye unaishia tena kwenye search box pale pale. Kwa hiyo unapo down arrow au unapo up arrow, maana yake unachokisikia hicho ni majina ya programs za kufanyia kazi. Ndio maana unasikia NVDA, getting started, submenus. Sana zilizo nyingi ni programs. Hii getting started ni folder ya design lakini inakuelezea tu jinsi ya kutumia hiyo kompyuta yako. Lakini zilizo nyingi majina mengi hapo ni ya program. Unaona kuna NVDA, Microsoft Office, nini? Majina ya programs. Wakati ukiwa kwenye search box, si tumesema ukiwa kwenye search box uka down arrow au uka up arrow, majina utakayosikia mengi ni ya program. Ndio. Sasa ukitaka kupata folder yoyote ambayo unajua hii ni folder, unapiga tab. Yaani ubonyeza start menu, unapiga tab. Usiescape. Maana ukiescape unaenda kwenye taskbar ambayo ni start, running application, system tray, show desktop icons, desktop list. Unapata hivyo ukiescape. Sasa usiescape. Ukitaka kupata folder usiescape. Piga start menu, piga tab. Kwa hiyo folder utakayosikia ya kwanza ni Samsung. Hii kompyuta yangu mnaweza kuisikia vizuri? Hapo nimestart menu. Nikasema ukidown arrow utasikia majina ya nini? Programs. Multimedia POP. Mimi kwangu ndio iko hivyo. Microsoft Office. Microsoft Office 2007. Play games. Airtel Internet. Sound recorder. NVDA. Avira Control Center. WordPad. Getting started. Windows Anytime. Notepad. All programs. Unaona imerudi kwenye search box. Wakati hapa sasa kwenye search box nikipress tab sawa. Alafu nikaenda kwenye enter. Baada ya kupata Samsung. Alafu nibonyeza nipata program kama moja tu. Sio program, hizo ni majina ya folders. Hizo mwingine nikapata kama moja tu. Ukiona una down arrow upati kitu unajaribu tena ku up arrow. Ndio Ukiona unakosa left arrow. Kumbe left, mimi nienda right. Ukiona right umekosa nenda left. Hivyo. Si hizo arrow kwa ajili ya kunavigatea. Mbona ukipoteza kitu unaona unapapasa juu ya meza, kitandani, chini. Mara unaenda kona ile pale. Mara unaenda kona ya kulia, kushoto. Mbona unapapasa tena kwa mikono yako? Sasa kwa nini hapo ukienda ukabonyeza down arrow ukakosa, kwa nini sijaribu na up arrow? Ili uone na juu kuna nini. Ukikosa uangalie hivi na kushoto kuna nini, labda naweza nikaipata funguo yangu hii.
Ukikosa kulia huko kuna nini? Mpaka kitu unakipata. Jaribu kupapasa pande zote. Kwa hiyo sasa pale ukiwa kwenye search box ukapiga tab, ndio sasa unaanza kupata majina ya folder. Ya kwanza ni Samsung, ukidown arrow folder ya pili inaitwa documents. Ukidown arrow tena folder ya pictures, ina maana humo zinakaa picture. Ukidown arrow music. Ukidown arrow games. Ukidown arrow computer, folder ndio computer. Ukidown arrow tena control panel, ile folder hizo. Ukidown arrow tena devices and printers. Down arrow default programs. Ukidown arrow help and support. Ukidown arrow shutdown button. Down arrow umerudi tena kwenye Samsung. Kwa hiyo ili uweze kuzipata hizo folder, una start menu, alafu tab, alafu una down arrow au una up arrow. Nafikiri hiyo mlisikia vizuri kwamba ukistart menu, uka down arrow au uka up arrow unapata majina ya sana ni ya program. Ili upate folders inabidi ufanyeje? Utab, folder kwanza itakuwa ni Samsung, folder ya pili itakuwa ni documents na kadhalika na kadhalika. Nikasema tutafute folder ya Samsung. Tunaipataje? Ndio Lumba akatuambia tunabonyeza start menu. Start menu. Search box, edit, search programs and files. Akatuambia tubonyeze tab Samsung. Sasa ili kufungua hiyo folder ya Samsung, tuna press enter. Na press enter sasa. Samsung items new list. Contacts not selected 1 with phone. Tumesema Samsung item view list. Alafu ikasema contact not selected. Kwa hiyo ina maana contact itakuwa ni kitu cha kwanza na yenyewe hiyo pia ni folder, ni subfolder. Hebu tuone kitu cha pili ni nini na down arrow. Cha tatu my music. Ya nne saved games. Ya tano hapa kwa down arrow naona sipati tena kitu Hebu ni hapo arrow ndio utarudia zile zile. My music, favorites, contacts. Lakini hapa anasema contacts 1 of 12. Hebu ni right arrow. Aha, kumbe hizi ukitaka kuzipata kwa urahisi ukibonyeza enter ili kuifungua, utakuwa sasa unabonyeza right arrow ili uweze kupata moja moja. Kwanza ukipiga enter ili kusudi kuifungua hiyo, itakwambia item view list contacts not selected. Kwa hiyo ili kuiselect inabidi upige space bar. Kama kweli hiyo ndio unaitaka. Kwa hiyo utapiga space bar, alafu utaanza kutembea na arrow ya kulia. Kwa sababu utasema contacts 1 of 12. Right arrow inakwambia desktop na yenyewe ni folder hiyo 2 of 12. Downloads 3 of 12. Favorites 3 of 12. Links my document 6 of 12. My music, my pictures, my videos, saved games, searches, tracing. Kwa hiyo utatafuta folder ambayo inaitwa Samsung. Alafu kwa sababu itakwambia contacts not selected, inabidi we select. Alafu utakuwa una right arrow ili kuzipata. Hivi hivyo kwa na kuna download. Kwenye folder tena hii folder ya Samsung unaona kuna hizi folders ziko za aina mbili. Kuna private folders na public folders. Kwa hiyo folders zote zile ukisikia zinaanza na my music, my pictures, my hizo ni private folders. Ina maana utakuwa unaweka vile vitu vya kwako tu ambavyo hutaki watu wengine wavi access. Halafu hizi ambazo unasikia documents, music, pictures, hizi ni public folders. Kwamba unaweka vitu ambavyo vitakuwa vinaweza kuwa accessed na watu wote. Ukisikia documents ina maana hapo ni mahali zinapotakiwa kukaa documents. Ukisikia pictures uzui hapo ni sehemu ya kukaa nini? Lakini kwa sababu hakuna my, ina maana hiyo itakuwa ni public folder. Ila kusikia my pictures unajua hii ni personal folder au private folders. Kwa hiyo mara nyingi hizi my pictures, my documents, my videos, my music utazikuta zaidi kwenye folder ya Samsung.
Hii folder ni kwa sababu kompyuta yako inaitwa Samsung. Unaweza kwenda kwenye kompyuta nyingine yenye Windows 7, ukastart menu, ukapiga tab, ukasikia jina jingine. Unaweza kusikia hata jina lake huyo mwenye hiyo kompyuta. Unaweza kubonyeza start menu, ukapiga tab, ukasikia Francis. Ina maana hiyo ni folder yake. Humo ndani humo unasikia kuna folder zenye my nyingine ni za ujumla pia. Unasikia kuna folder nyingine inaitwa contacts. Sio my contacts ila contacts. Ina maana hiyo ni public. Downloads. Ina maana hiyo ni public. Lakini unasikia folder nyingine ziko personal. Kuna my picture, my music, my video. Hiyo ni personal folders. Ndipo utakapoweka vitu vyako. Yes. Kuongezea hapo au kama unakuja. Sema tu. Baba hapo ni mai unahitaji mai. Sasa unataka ni nani hapo? Wadi nini sasa? Yaani ile folder nyingine. It's possible. It is possible pia ku create folder tutajifunza. Sasa maana hiyo umesema kwamba hizi hapa zipo za huko kwenye mind inaruhusiwa kuingiza. Sasa je, unapoenda kwenye folder zingine tunaona anasema music. Hizo music ziko au utaziweka wewe? Wewe utaziingiza. Humo kuna sample music tu ya kukuonyesha kama mafaili yanakaa hivi. Music hapo na enter. Nasikia amesema sample music not selected 1 of 1. Nikitaka kuselect hii napiga space bar. Nikitaka kuingia kwenye hii sample music napiga enter. Kwa hiyo humu kuna mafaili au muziki aina tatu. Kuna muziki unaitwa Kalimba. Hebu ndaona hayo tena. Muziki mwingine unaitwa Made with the Flux and Air. Watatu Slip Away. Kwa mfano nikichagua muziki ambao unaitwa Kalimba, ili kuplay nitapiga enter. Sasa anasema nimeuchoka huu muziki. Nitaufunga. Tulia. Sasa nikasema muziki huu siutake, naenda muziki ule watatu labda. Na down arrow. Slip Away. Haya, nikitaka kufungua enter. Unasema huu muziki nimeuchoka sasa. Tunaufunga, sikufundishe saa hizi. Muziki wa pili tap arrow kupata Made with the Flux and Air, napiga enter. Haya, tunaifunga. Shortcut ya kufunga ni Alt plus function 4. Alt alafu plus function 4. Ndio maana niweka muziki kusudi usisikie. Kwa sababu ni shortcut ile. Kwa hiyo hapo ni yule aliye mjanja tu ndio amesikia. Unasikia wajanja? Alt function 4. Hiyo ndio njia fupi ya kufunga, lakini inabidi tujifunze njia ndefu. Haya. Alt function 4 imefunga. Kwa hiyo ili kwenda kwenye folder tuna start menu, tuna tab, ukitabu inakuja Samsung. Ili kupata folder nyingine una down arrow, folder inaitwa documents. Nyingine ni pictures, nyingine ni music, nyingine ni games, nyingine ni computer, nyingine ni control panel, nyingine ni devices and printers, nyingine default programs, nyingine help and support, nyingine sleep, nyingine Samsung. Imerudi pale pale. Ukitaka kuingia ndani ya folder unapiga enter. Kwa mfano ya Samsung piga enter. Ukitaka kupata majina ya vitu vilivyoko ndani ya hiyo folder una right arrow mpaka utakaposikia. Kwa mfano nikitaka kuingia folder ya downloads nifanyeje? Kwa hiyo niitafute kwanza. Nimeshaipata na enter. Sasa ya kwangu mimi ina madude ambayo nimeya download mimi. Ya kwako inaweza kawa haina mafaili yoyote. Anakwambia item view list, alafu anataja kitu, alafu anakwambia hiki kitu ni cha ngapi kati ya vingapi vilivyoko, 1 of 12, 7 of 8. Sasa kutoka nje ya folder hii ulioko uta backspace ili uweze kutoka ndani ya folder, yani ndani ya kichumba hicho, ndani ya subfolder inabidi u backspace. Kwa hiyo nita backspace. Nimerudi kule. Nikitaka kwenda kwenye folder ya my documents nifanyeje? Maana hapo niko ndani ya Samsung. Ina maana hapo kuna public na private folders. Ndani ya my documents nitafanyeje? Utaitafuta hiyo my documents kwanza, kwa sababu niko ndani ya Samsung. Kwa hiyo nita right arrow.
Umesikia my documents? Nikitaka kuifungua hiyo nitapiga enter. Haya, na down arrow ili kuangalia documents nyingine kama zipo. UCAM, desktop keyboard overview recap, last week recap na kadhalika. Kuna mafaili mengi kwenye hii computer kwa sababu ishatumiwa. Ina maana hapa ndio kuna mambo ambayo unapata kwenye my document. Nikitaka kutoka nje ya hiyo folder nita backspace. Lakini nikitaka kufunga folder au file, kufunga kabisa, maana backspace unaitumia kutoka nje ya chumba. Kwa mfano siko ndani ya chumba hiki. Say labda chumba hiki tena kuwe kuna chumba kingine tena labda upande ule. Sasa ukitaka kutoka ndani ya chumba hicho hapo, uta backspace. Ina maana ndio unatoka nje ya chumba hicho. Una backspace. Tena ukitaka kutoka tena ndani ya chumba hiki, uta backspace. Kwa sababu it might be kwamba labda una folder, ina sub folder, kuna sub folder. Kwa hiyo ili kutoka nje ya hizo vyumba, utakuwa na backspace. Lakini close kabisa folder, ndio kuna njia hiyo. Kwanza ya alt function 4 au njia nyingine ndefu sasa. Utabonyeza alt, si niko ndani ya subfolder hapo inaitwa download. Ndani ya folder inaitwa download. Nikitaka kufunga kabisa hiyo folder, yani kama ndio ni kufunga mlango na ufunguo sasa. Ili mimi nitoke zangu nje, sitaki tena kuwa kwenye haya mafolder. Kwanza nitabonyeza alt. Alt inakuletea nini? Inakuletea menus zilizoko ndani ya menu kuu. Hii menu kuu yetu si ni Samsung. Na tumeshaingia huko ndani. Sasa ili kuifunga tubonyeze nini? Alt. Nimesema nini? File. Baada ya kubonyeza alt kuna vitu vingi sasa. Hebu ni down arrow ili kuviona. Ya kwanza ni open in new window. Hebu ni down arrow tena. Get audio tena. Share with tena. Restore previous version tena. Include in libraries. Scan selected files. Send to submenu N. New submenu. Create shortcut. Hapo ukumbuke natafuta close ya. Delete. Rename. Properties. Close C. Kumbe ndio hapa bwana. Hebu ni down arrow tena. Hii open. Up arrow. Close. Ikishafika kwenye close unapiga enter. Inasema pictures. Kumbe mle nilikuwa ndani ya my documents Hebu ni close tena hii. Nabonyeza alt. Hebu ni up arrow. Kumbe close nikitaka kuipata kiurahisi nibonyeze up arrow. Kwa sababu nikibonyeza down arrow ndio nitapita kwenye yale madudu mengine mengi mpaka hapo. Tunaona imepita njia ndefu. Kumbe nikiwa kwenye open hapa, nikibonyeza tu hapa up arrow pop close. Hapo napiga enter. Nimeshafunga folder zangu. Sasa hivi uko ndani ya subfolder. Sasa kutoka nje ya subfolder ili kusudi uende kwenye folder nyingine utakuwa na backspace. Lakini kufunga folders na subfolder kwa ujumla inabidi ubonyeze alt, ubonyeze up arrow ili utafute close. Au njia fupi ni alt function 4. Lakini njia ya kuopen fungua folder ni kwa kupiga enter. Atafuta Samsung. Ili kuopen folder hii utaipiga enter ili ifunguke. Ili kutafuta folder nita right arrow. Kwa mfano nitafute folder ambayo inaitwa video, my videos, my documents, my videos. Ili kufungua hiyo my video nitafanyaje? Nitapiga enter. Humu hamna kitu. Imesema tu item view list. Ina maana sijaweka, ndio maana yake. Very good. Kwa hiyo nikitaka kutoka nje ya hii folder nita backspace. Nikitaka kuclose hii folder nzima nita alt, alafu nitabonyeza up arrow ili ipate close. Nyingine tena up arrow close. Nitapiga enter. Haya, ngoja nitafute folder ambayo inaitwa documents. Nitafanyaje? Mnielekeze. Start menu. Tab. Tab kwanza. Ya kwanza ni Samsung. Baada hapa naendaje? Unabonyeza nini? Down arrow. Kwa sababu ukibonyeza tab ya kwanza ni Samsung. Kwa mfano umesikia Samsung, ukisema uendelee kubonyeza tab, unakutana na vitu vingine. Kwa hiyo ukishasikia Samsung unabonyeza down arrow, documents. Hivyo vinavyoendelea baada ya Samsung sio mafolder. Njia nzuri ya kuipata all programs ni kwa kubonyeza start menu yako, alafu usibonyeze tab. Down arrow tu hapa. Hii all programs. Umesikia all programs alafu sub menu. Na kama ni sub menu unaifunguaje? Right arrow atapiga right arrow. Sasa ili kuweza kujua humu ndani kwenye all programs kuna program gani unafanyaje? Una down arrow. Haya. Na down arrow hapo. So nasikia anasema 1 of 27, 13 ina maana kwenye kompyuta yangu kuna program 27. Hiyo ndio mwisho. Ina maana hapa nikibonyeza down arrow nasema back na kadhalika. Hivyo ndio vitu vilivyo ndani ya
all programs. Tutafute folder ya documents. Tubonyeze start menu kwanza. Baada ya hapo nikitaka kuifungua nafanyaje? Nikitaka kujua vitu vilivyoko ndani ya hii document yangu nafanya nini? Na down arrow. Hii right arrow ni unapokuwa kwenye folder ya Samsung. Lakini kwenye folder nyingine una down arrow tu. Yaani hiyo ndio njia ya ujumla ya kutafuta mafaili ndani ya folder. Kwa mfano nikitaka kufungua hii keyboard recap. Nikitaka kufungua ile file nafanyaje? Unaenda. Yaani njia ya kufungua ni kuenda. Ukisikia nasema kufungua, ujue ni kuenter. Kwa hiyo unafungua sasa. Nikitaka kufunga kwa njia fupi nafanyaje hapa? Alt function 4. Kwa hiyo njia ya kuaccess files ndani ya folder ama njia ya kuaccess folder ni kwa kutumia hizi arrows Z. Yaani nikikwambia tafuta folder fulani, unatumia arrows. Ukiingia ndani ya hiyo folder ili uweze kutafuta folder nyingine ama mafaili mengine, unatumia nini? Arrow kwanza kuzitafuta, sio kufungua. Enter ni kufungulia. Arrows. Ukiingia ndani ya folder ili kutafuta file unafanyaje? Kulitafuta. Arrow. Ili kufungua file ni enter. Ili kulifunga function 4. Kutoka nje ya folder backspace. Kufunga folder kwa njia ndefu alt ili zije zile menu alafu na up arrow mpaka usikie close. Alafu unapiga enter. Njia ya kwanza fupi ni alt function 4. Lakini njia ndefu unabonyeza alt ili zije zile menu. Kwa hivyo ngoja tubonyeze alt hapa. Sasa natafuta close iko wapi? Na down arrow sasa. Sasa nikidown arrow yatakuja mamenyu mengi ambayo mimi siyataki. Nikidown arrow ndio unapata vitu vingi hivi. Kwa hiyo ukisikia close utapiga enter ili ifunge. Nielekezeni jinsi ya kutafuta folder ya music. Nafanyaje? Ili nifanyeje? Nifungue, okay. Nimesema sample music not selected one of one. Nifanyeje? Ni select kwa kutumia nini? Ili kufungua hiyo folder ya sample music Kalimba. Haya, ni down arrow. Nipige muziki gani kati hapo? Slip Away, Kalimba au Made with Flax and Air? Kwa hiyo nifanyeje ili kuupata? Down arrow ili kuupata, sio kufungua. Up arrow. Ili kufungua ili kufunga kwa njia fupi njia nyingine ya kupata folder au file au program ni kwa kubonyeza herufi ya kwanza ya hilo jina la file au folder au program. Sasa kwa mfano mimi nimechagua Kalimba. Hiyo sehemu ya Kalimba. Utajaribu zote. Utabonyeza C, ukiona hiyo unabonyeza K. Tumesema njia nyingine ni kubonyeza herufi ya kwanza ya folder, file au program. Kwa mfano, ukiniambia nitafute labda pictures. Pictures inaanzia na nini? Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kupiga start menu ili zije zile menu. Imesema start menu search box. Sasa kwa sababu hii search box ukiandika hapa herufi haitaleta effect. Ina maana yatakuwa madude yote yenye sitaki hiyo njia kwanza. Kwa hiyo inabidi ni down arrow kwanza. Una down arrow kwanza. Ukisha down arrow ili sasa nitafute pictures. Isinaanzia na P. Na kutafuta P kwa wapi? Nabonyeza ili kufungua hiyo pictures nafanyaje? Napiga enter. Na hapa kuna sample pictures. Sasa hapa utaziona. Una select. Nikitaka kufungua ningepiga enter. Sasa hizi hazitatusaidia sana. Haya, nani basi aniambie?
Ifanyeje? Start menu, Ni down arrow ili nitoke kwenye hiki search box Down arrow. Alafu muziki nafanyaje kutafuta muziki? Kwa njia fupi ile. M ya kwanza ni Microsoft Office. M nyingine tena. Sasa mwalimu. Mwalimu hapo zipo nyingi. It's possible pia ikaja, lakini huwa tunapenda kubonyeza M mpaka utakaposikia ile inayotakiwa. Lakini ukiandika MU pia inakuja. Tuna avoid kucombine herufi kwa sababu vidole vya watu wengine ni vizito. Unakuta unapogonga M mpaka aje agonge U, tayari ile imeshakuja kwenye nyingine. Kwa hiyo U tena itaashumu kwamba ile ni faili nyingine. Yaani kwa mfano angalia hapa. Start menu. Sikia mimi nagonga MU kwa sababu vidole vyangu viko faster. Tayari hapo imeshakuja. Basi kwa hiyo kumbe njia nzuri ni ya kubonyeza herufi ya kwanza ya hilo neno ili uweze kupata. Hizo ndizo njia za kupata file, folder au program, kufungua na kulifunga file. Wakati ukafanya hiyo program za kwanza kabla ya hii ndio kutesa hivi. Tulikuwa tupoenda start menu. Kama tunafanya kidogo. Tunataka moja save. Lakini hapo tunasema kusimamia save. Ndio moja kwa moja kitabu. Nataka nipate nani tofauti. Tulifanya vyote viwili. Tulibonyeza start menu baadaye tukabonyeza escape. Ukibonyeza start menu ukabonyeza escape, unapata nini? Ile taskbar yenye start, running program na system tray. Kama utaendelea kutabu pale. Wakati ukibonyeza start menu alafu usipige escape ukabonyeza tab peke yake, unapata nini? Ndio hizo folders mbalimbali, hizo Samsung, documents, music, hizo public folders, pictures. Tumesema folders hizo za aina mbili, public or private. Ili kujua hii ni private, ukiona inaanzia na mai. Hiyo unajua hiyo ni nini? Ni private, na maana ni za kwako. Hizo ambazo hazina mai. Kwa mfano hata folder ya my pictures na nyingine inaitwa pictures. Ipi ni public na ipi ni private? My pictures ni private na pictures ni public. My documents na documents my documents ni private documents. Ni private documents. Sasa yani iko yote sana kwa document na anataka access. Sasa hiyo ni ujibu wa sheria. Kama vile unajua kuiba ni ngapi ndio unaiba. Kwa hiyo hizo my documents naona ndipo unapata kwa. Ila kwenye documents hizo za ujumla na watu wanaona na kitabu cha Biblia au ni unaweza kwenye document ile kila mtu asome. Hizo my mara nyingi ziko kwenye folder ya Samsung hiyo. Nadia sasa. Lakini hizo documents, pictures, music ziko nje. Na masiko baada ya Samsung kidauna. Na watenda kwa ile ya practice. Tumwone mfanye kwa majadiliano. Yaani naona tunajiuliza maswali. Hivi sasa folder ya documents afanyeje? Na sasa folder ya nini ili kwenda mpaka kwenye music afanyeje? Sasa hebu wote kandateni msikio na wewe wa flux and air. Wale wa pili pale made flux and air. Ukipata maneno na play. Muziki unaitwa made flux and air, ni wa pili kutoka Ukalimba. Made flux and air. Yaani wenyewe wanalia imesikia? Sikiza. Haya, kila mtu afunge faili lake la muziki. Nisisikie muziki sasa. Alt function 4. Alt function 4. Alt unaishikilia alafu function 4. Inasema shut down na ukibonyeza alt function 4
Kama hakuna kitu pale unakuta inarudia mpaka kule kwenye shutdown. Wewe usikia kitu kama hicho unapiga tu. Sio kusubiri ndio ngoja nisikie kitu kwa nje hiyo ndio. Mmeenjoy mazoezi au limewaboa? Mmeweza kufungua programs na mafiles mbalimbali? Tunapiga muziki tayari. Watu mnapiga muziki tayari. Kwa hiyo nikiwaambia kila mtu anipeleke kwenye muziki anaweza? Kabisa. Nitapenda mtu mmoja mmoja aje. Wa kwanza hapo ni nani? Java njoo. Haya, Java kompyuta yetu ni hii hapa. Hebu nenda kapige muziki unaoitwa Kalimba. Start menu tayari. Baada hapo unaendaje? Tab. Tab. Samsung S1. Nakuja kwenye arrow. Atafuta arrow gani? Down ya. Baada hapo Naenda enter. Napiga enter kufungua. Imesemaje? Sample music not selected. Ili kuselect unafanyaje? Space bar. Baada hapo unafanyaje? Hiyo si ni folder sample music. Naenda enter. Enter. Nimekwambia Kalimba not selected. Kwa hiyo wanafanyaje ili kuselect hiyo? Space bar. Haya, piga enter. Ili kufungua. Haya, ufunge. Ye premwa. Anafuata nani hapo aje? Nenda katupigia muziki unaitwa Made Flux and Air. Hiyo anasema sample music not selected. Baada hapo unafanyaje? Unapiga space. Usiongee na mimi, you have to talk loudly so that your colleague can hear. Okay. Sasa nataka kuselect. Ongeza sauti. Don't talk to your computer. Okay. Sasa hapo hatua tulipofika hapo nenda down arrow hapo ili kuselect. Sample music hiyo ni folder. Okay. Kwa hiyo kama ni folder ina maana ili kuyafikia lazima ufikie mafaili, lazima ufungue hiyo folder kwanza. Yeah, tuenda enter. Umeshaingia Made Flux and Air. Hiyo. Ili kuplay unafanyaje? Una enter. Enter. Thank you. Ngoja ufunge usikimbie, njoo. Thank you nini? Funga huo muziki. Ye premwa. Anafuata nani? Njoo. Ni laptop. Yeah. Nenda kanitafutie muziki unaoitwa Slip Away. Alafu upige pia ufunge. Slip Away. Naanza na start menu. Nabonyeza tab mara moja kutafuta folder ya Samsung. Alafu nakuja kubonyeza down arrow kwa ajili ya kutafuta hiyo sehemu ya music. Napoikuta inabidi nitafute enter ili nifungue hiyo. Huko kwenye sample music not selected. Baada hapo unafanyaje? Baada hapo nabonyeza space bar hii kuselect. Nikisha select inabidi nipige enter ili nifungue hiyo. Tafuta Slip Away. Baada hapo unafanyaje? Napiga enter. Piga enter ili pige. Haya, funga hiyo. Ye premwa. Hivi naposema sample music hapa inakuwa Ni folder hiyo. imeshaondoka pale. Yani hiyo maana yake ni folder. Folder bado umeshafunga hilo faili la Slip Away. Okay. Kwa hiyo inakwambia sample music, ina maana uko ndani ya nyumba hiyo hiyo lakini viti Tofauti. Okay. haya. Nani anakuja? Sanga. Huyo ni Sanga. Sasa Sanga tumia njia fupi ya kwenda kwenye documents. Alafu ukishafika kule kwenye documents, tafuta file linaloitwa NVDA Screen Reader Navigation. Niende kwenye document. Kwa kutumia njia fupi. Kufika anaweza kufika, lakini mimi nataka atumie njia fupi. Yaani sitaki atumie njia ya arrows hizi na tab. Haya, okay. Nataka atumie njia fupi. Fika kwenye documents, alafu ukishafika kwenye documents huko kishaingia tafuta file inaitwa NVDA Screen Reader kwa njia pia fupi. Haya, tunaanza na start menu. Nakuja down arrow. Down arrow unabonyeza mara moja. Yaani lengo la kubonyeza down arrow ni ili uondoe search box hii. Alafu baada hapo unabonyeza herufi ya kwanza ya kile kitu tunachokitafuta. Tunabonyeza D. Tuna enter. Tunabonyeza N. Kwa sababu nimekwambia utafute file inaitwa NVDA Screen Reader. Tuna enter. Haya, funga hiyo. Tunabonyeza Alt plus F4. F4. Anayefuata tupeleke kwenye documents kwa njia fupi, alafu tafuta file imeandikwa last week review. Tunaanza na start menu. Start menu. Search not send it. Piga tab. Tunarudia enter. Kama sio tafuta file gani? Inaitwa last week review. Last week review. Ina maana utabonyeza herufi gani? L. Nifungue ile file.
Nalifungua kwa kuinta hapa. Haya, nifunge hilo file. Funga umefungaje? Piga R na F4. Alt plus F4. Anafuata nani baada ya huyu? Haya, wewe twende tutafutie folder ambayo inaitwa downloads. Naanza sasa state menu. Napiga down arrow sasa. Hapo unabonyeza nini mpaka unasikia hayo mafaili? Unabonyeza down arrow. Okay. Jamani, folder ya downloads iko wapi? Nani anaweza kutuelekeza? Tulia kidogo. Ndani ya Samsung. Iko ndani ya Samsung. Ina maana kumbe ili uweze kuipata kwa hiyo inabidi utafute folder gani? Samsung kwanza. Ukiipata hiyo Samsung ndio ufungue kwa kubonyeza enter. Alafu ukifika hapo ndio utafuta hiyo download. Ukitumia down up arrow, down or right arrow. Inatakiwa ujue vizuri location ya hizi folder. Alafu baadaye utatufungia kwa njia ndefu. Naomba nianze upya, naanza start menu. Usitumie viganja kupapasea. Yaani huu mkono usilaze hivi. Okay. Usiulaze hivi. Ukilaza hivi maana hapo unatumia viganja. For that matter, lazima utagusa touchpad. Okay. So unatakiwa uinue vidole vyako hivi. Unaona umeminya down arrow mpaka ukafika kwenye cycle hiyo. Yeah. Na mpaka sasa hujapata download. Ni kweli. Subiri sasa. Walikwambia je wanzie? Unapiga start menu. Unapiga tab ya Samsung. Then una select. Ukipata hiyo una enter. Yes. Ukipata nini? Ukipata hiyo download. Then unapiga enter. Walikwambia folder downloads iko ndani ya nini? Ya Samsung. For that matter ilibidi ufanye nini? Ukishapiga hapa Samsung una enter. Sasa wewe bwana hujaenda. Okay. Sasa na enter. Chagua sasa. Haiendi tena. Ukiona haiendi maana unajaribu vice versa. Jana niliwapeni mfano wa wewe usiyeona jinsi unavyotafuta kitu. Yes. Mbona kitu chako kikianguka ukipapasa kwa mkono wako wa kulia then unaenda upande gani? Kushoto, nyuma, mbele. Sasa ukiona down arrow imegoma imefika mwisho na hujapata kile kitu ambacho unakitaka una up arrow. Ukiona imefika mwisho una right arrow. Ukiona hujapata then una left arrow. Download, tafuta download. Fungua hiyo download. Haya, umeshaifungua hiyo? Yeah. Haya, sasa baada ya kuifungua, hebu tufungie hiyo kwa njia ndefu. Sio njia ya alt function full. Funga kwa njia ndefu hiyo. Hapa napiga start. Nani anaweza katuambia ili kufunga kwa njia ndefu tunafanyaje? Inabidi huyu jamaa afanyaje? Abonyeze alt ili aletewe nini? Atatafuta menu anayetakiwa kuitumia ambayo ni nini? Close. Haya, fanya kama ulivyoelekezwa na wenzio. Umetumia ubonyeze alt. Unaona kwa sababu ya kutumia kiganja kupapasia. Inua mikono yako. Umeambiwa ubonyeze alt ili zije nini? Ili zije submenu. Hizo menu. Umebonyeza? Yes. Bwana sasa atusikiki. Unabonyeza mara moja tu papo na hivi. Unabonyeza mara moja tu. Alafu baada ya hapo unapiga close. Hiyo close unaipataje? Ukishabonyeza alt. Unaipata hapa. Ukibonyeza alt maana unaletewa menus mbalimbali za kufanyia kazi. Ndio. Ambayo mojawapo ni close. Kwa hiyo ukishabonyeza alt kinachofuata ni arrows hapa. Arrows mpaka usikie close. Ukishasikia close ili kuconfirm that action kwamba unagonga enter. Unagonga enter. Haya, bonyeza alt. Umeshabonyeza. Yeah. Haya, anakuja nani? Tafuta folder ambayo inaitwa my pictures. Alafu utaifunga kwa njia ndefu. Ameanza na kustart menu, baada ya hapo anafanyaje? Napiga tab. Baada ya tab anasema napiga tab, utasikia Samsung. Baada hapo anasema una search na arrow. Haya, natafuta nini? Folder inaitwa my pictures. Naitafutaje? Nikishapata kwa Samsung nabonyeza pale enter. Alafu nazitafuta kwa down yake. Ngoja tuelekezane kidogo. Nilisema kuna aina ngapi za folder? Mbili. Kuna public na private au personal. Public zinakaa upande gani? Yaani public ni zile ambazo hazina mai. Sawa? Ndio. Ina maana hizo unazipata unapobonyeza tab. Na unapo down arrow utasikia Samsung, pictures, music, document, computer. Hizo ni public. Wakati hizi mai ukisikia mai unajua hizi zote ziko kwenye Samsung, ndani ya Samsung. Ukisikia my pictures na enter. Umesha enter. Funga hiyo kwa njia ndefu. Kwa njia ndefu bonyeza alt. Bonyeza alt unaletewa nini? Menus mbalimbali ndani ya hiyo folder. Hapo umeshabonyeza alt. Ina maana hapo zimeshatokea menu zote. Kwa hiyo wewe unatakiwa utafute menu specific ya kufungia ile file. Unaitafutaje? Unatafuta nini wewe sasa? Unatafuta menu gani ya kufunga ile file? Close. Shapa. Nikipata close unafanyaje? Na enter. Super. Nani mwingine aje? Deus, tafutie folder inaitwa computer. Hiyo tayari usipata. Au nisikia? Hiyo ndio computer hiyo. Si lazima usikie neno computer. Ndio unajua hii ndio yenyewe. Endelea kutafuta bado. Ndio hapo. Aifungue hiyo. Naifunguaje? Naifungua kwa kuenter. Aifunga hiyo kwa njia ndefu. Yes, it is.
Baada hapo unafanya nini? Hapo naenda enter. Enter. Yefremwa. Okay. Aje mwingine anafuata nani? Mnakatu yeye atutafutie folder ambayo inaitwa control panel kwa njia fupi, alafu ukishaipata, ikishafunguka utaifunga kwa njia ndefu. Naanza kubonyeza start menu, kisha nabonyeza down arrow. Nimeambiwa nitafute control panel. Kwa nitabonyeza herufi C ili kuifikia kwa njia fupi. Nimeifikia hapo. Ninaifungua kwa kubonyeza enter key. Nimeambiwa niifunge kwa njia ndefu. Kwa hiyo ninabonyeza alt, kisha ninatafuta option yangu ya close kwa kubonyeza down arrow. Ninabonyeza enter kufunga. Kwa kweli Yefremwa umefanya vizuri sana. Haya, anafuata nani? Joe Lwimbo. Sasa Lwimbo yeye nataka nitafutie folder inayoitwa links kwa njia fupi zote. Alafu na utafunga tena kwa njia fupi kila kitu. Tafuta kila kitu kwa njia fupi na ufunge kwa njia fupi. Kwa shortcut ya. Na start menu, down arrow, then tunakwenda kwenye herufi R. Hiyo ni links. Elo. Lakini hebu tuone mpaka hapo ataipata kweli? Down arrow isiipata. Folder ya links iko hapo. Iko ndani ya Samsung. Kwa hiyo na wana hapo hata kama angebonyeza elo zake ngapi asingepata. Mpaka kwanza apate Samsung aingie mle ndani ndio abonyeze elo. Haya, fanya sasa hivi. Start menu, nakwenda kwenye down arrow, then nakwenda kwenye Samsung kwenye S. Baada ya hapo nakwenda open kwa ku enter. Nakwenda kwenye down arrow. Nikwambia kwa njia fupi. Kwa njia fupi nakwenda kwenye usije upate links. Links ya L. Fungue. Hiyo folder links fungue. Kwa hiyo njia fupi inakuwa ndio njia ndefu sasa. Ndio njia ndefu Imekuwa ndio ndefu kwa sababu unatumia muda mrefu kupata hizo herufi. Kwa hiyo ndio njia ndefu. Nimesema ufungue. Tafuta enter. Tayari. Funga hiyo. Nifunga kwa njia fupi. Alt F4. Tatizo lako ni kwamba hiyo alt unaiachia. Kama unabonyeza pap afu F4 ndio unaziachia zote. Tafuta alt. Tafuta alt sasa. Alt hold sasa hiyo alt. Alt ya 3. Ya 4. Kwa hiyo ndio ndefu hiyo. Lakini ngomwambia hapo atumie arrows na tab. Kesha siku nyingi. Nani mwingine aje? Baga tafuta folder inaitwa my documents. Nimeanza start menu, alafu napiga down arrow. Folder gani mwalimu sema? My documents. My documents. Kwa hiyo naenda kwenye M. Usitumie viganja kupapasa. Down arrow si mara moja mwalimu. Alafu ndo natafuta M sasa. Yaani kwanza lazima ujue my documents hiyo iko wapi? Iko wapi? So umesikia my documents, my. Ni Samsung. Ni personal folder hiyo. Ina maana personal folder zote ziko wapi? Kwenye Samsung. Kwa hiyo natafuta S. Ndio hiyo Samsung. Naenda kwenye enter. Nikasema umo tafuta nini? My documents. My documents. Sasa hapo ukibonyeza M inakuja my documents. Okay. M. Nafanya nini hapo? Natafuta M. Kama ipate tumia arrows, sio lazima utumie njia huu. Haya. Na enter. Haya, ifunge hiyo folder kwa njia ndefu. Kwa njia ndefu? Kwa njia ndefu alt. Bonyeza alt zikaja hizo menu. Kwa hiyo inabidi ufanyeje? Utumie arrow ili kutafuta menu unayotaka. Okay. Close. Haya. Ufanyaje hapo? Na enter sasa. Yefremwa. Nani bado? Sasa wewe tafuta folder inayoitwa tracing. Alafu utaifunga kwa njia ndefu. Ndio swali la kwanza unajiuliza, hiyo tracing iko wapi? Umeshajua mahali ilipo Haya, start menu. Kwenye down Umeikosa? Eti hapo amekosea nini? Kwanza hajajiuliza hiyo folder ya tracing iko wapi? Hiyo folder iko kwenye Samsung. Kwa hiyo lazima kwanza utafute Samsung uingie ndani ndio utafute tracing uifungue. Haya, endelea. Njia ndefu. Kila kitu njia ndefu. Anza na start menu. Nabonyeza tab. Fungua hiyo Samsung. Fungua. Enter. Tafuta tracing. Naanza kutoka na down arrow. Ni right arrow zaidi. Down arrow utakuwa unaishia kwa step. Umeshafika? Haya, funga hii kwa njia ndefu. Nabonyeza alt. Ili zile menu. Baada hapo
Sio tab. Kuna down arrow au na up arrow ili kupata menu unayotaka. Endelea mpaka upate menu gani? Close. Endelea. Wewe unakata tamaa mapema. Hiyo close. Kumbe iko mwishoni. Baada hapo Premiere. Bado nani? Wewe naomba unitafutie folder inayoitwa My Music. Ukifika kwenye My Music utachagua muziki wa kupiga, kisha upiga utaufunga, alafu utafunga na hiyo folder. Nakwambia utafuta folder inaitwaje? Music. Sio music, My Music. Ina maana hiyo ni personal folder. Unaikuta wapi? Kwa mtindo huu huwezi kuipata. Inabidi afanyaje? Folder ya My Music iko wapi? Kwa hiyo akipiga kwenye Samsung wafanyaje? Enter. Aifungue hiyo Samsung. Ingia huko sasa. Tafuta My Music. Ingia huko. Ina maana huko hakuna muziki. Si My Music. Haya, funga hiyo folder kwa njia ndefu. Funga, umepiga enter. Haya, Premiere. Sasa hizo ndizo njia mbili. Tafuta whether a folder, a file or program. Na njia mbili za kuclose your program, your folder or file. Lakini kuna njia nyingine tena. Kuna njia ya kutafuta file, folder or a program kwa kutumia search box au kwa kutumia run box. Na search box tunayoiongelea hapo, hiyo hapo start menu utasikia search box edit. Edit ina maana ni place where you can type. Ina maana hiyo ni editable box. A box which you can edit. Unaandika kitu pale juu unachotaka kutafuta, lakini pia you can edit it. Yaani kwamba unaweza kugonga A, ukaona hii sio, unakosea kuandika A. Uka backspace, ukagonga B, labda unataka kutafuta neno notepad. Ukaandika NOTAPAD. Sasa kuona hapa kwenye A nimekosea, hapa inatakiwa iwe E. Kwa hiyo uta backspace, alafu utaiondoa ile A, utaweka ile E, alafu utamalizia na pad. Hii ni editable box. Ina maana ukishaandika tu pale ukapiga enter, unakuta program ya notepad inakuja. That's very easy. Una start menu inakuja hiyo search box, alafu una type kitu kama calculator. Ukipiga enter inakuja calculator. Sasa labda unatafuta wordpad. Ukiandika tu wordpad ukapiga enter, inafunguka hiyo wordpad. Kwa hiyo kwa mfano kaandika wordpad, usipopiga enter pale chini kwa anayeona ataona kuna program zote zinazoanzia na wordpad. Lakini ile ya kwanza mara nyingi inakuwa ni yenyewe. Na wewe ili kuzijua, ukidown arrow utazisikia. Hiyo ndio search box. Lakini kwa kutumia run box, pale kwenye search box unaandika run. RUN. Halafu ukiandika run uta enter. Kitakuja kibox ambacho itabidi tena utype kitu. Utatype hicho kitu tena uta enter. Search box everybody knows where it is. Kwa hiyo unataka kutype kitu kwenye search box unakitype, then kikija unapiga enter. Alafu kwa kutumia run box hapo kwenye search box utatype neno run, alafu uta enter ili hiyo run box ifunguke, alafu utatype kitu maalum unachokitaka, then uta press enter ili kije. Hii run si unaona kidogo inakuwa ni ndefu mpaka tena uende kwenye search box type run, upige enter, ndio tena utype kitu unachokitaka, alafu tena upige tena enter ili ifunguke. Inakuwa ndefu. Sinakuwa ndefu. Lakini this is how we can do. Kwenye search box. Kama tulikuwa tunatafuta kule my document, ndio naweza kaandika hapo kwenye search box. Unaweza kaandika my documents na ile document folder ikaja hapo. Unapiga enter. Okay. Ndio rahisi zaidi. Unaweza kutype hata jina la file lako. It might be humo ndani ya kompyuta yako na mafaili kama 2000. Sasa yako mengi, kwa hiyo down arrow ya patch unakuja kwenye search box unaandika file konyo. Kama lilikuwepo kwenye kompyuta yako litakuja. Okay. Hebu tujaribu kidogo. Leo natembea. Nani huyu? Haya. Toa headphone. Twende kwenye search box. Start menu. Search box. Edit search program. Andika calculator. Ukiandika tu CALC inakuja. Bila kuja huko usidown arrow alani. Hapo kwenye search box. Andika neno calculator. Niandike CAL. Umetype tu CA imekuja. Sasa hapo ukienter calculator hiyo itafunguka. Hebu enter. Sasa hapo ndipo utakapoanza kupiga hesabu zako sasa. 5 jumlisha 7 andika. Shift equals na shift haya backspace au escape. Escape. Andika 5 plus 7. 7. Sawa tu hata hiyo 8. Piga enter. Unapiga enter. Mbona kosea mambo bwana. Kosea mambo. Sikia sasa. Unasema ngapi? 5 plus 6 11. Nasikia haya funga hiyo. Nyamulanga tafuta program ambayo inaitwa Notepad kwa kutumia search box.
Type neno notepad. Notepad. Si ndio program tunayotafuta. Items, new list, program scripting and tactics, Stevie notes. Program scripting and tactics. Slow. Ndio kama ile issue ya simu, kwa sababu kila herufi utakayobonyeza kwa sababu you are slow italeta kitu kingine. Okay, lakini umepata concept. Hey. Yes. Twende tafuta program inaitwa WordPad. Type neno. Tafuta program inaitwa WordPad. Hivi ni word ya neno? Items, new list, program scripting and tactics, WordPad. Piga enter ili ifunguke. Taskbar, document, WordPad, rich text window, no. Wao tayari umeshafungua program. Nimeshafungua. WordPad ndio unataka kuangalia. WordPad ni program ya kuandikia. Program ya kuandikia hivi. Ila iko very weak kuliko Microsoft Word. Hello. Tafuta program inaitwa WordPad. You are very slow after herufi. Lakini this is how we can do. Wewe usisubiri iongee, wewe type tu. Mpaka tena uisikie. Wewe type so long as you know where the keys are. Unachelewa sasa. WordPad. Ukichelewa kinakuja kitu kingine, lakini this is how we can do. Unaandika neno WordPad, then program inakuja. Tafuta program inayoitwa Notepad. Issue ya vidole ni mgogoro. Start menu kwanza. Wewe umeenda kwenye start button. Start menu. Start menu. Start menu. Items, new list, program scripting and bora sawa jamaliza. Hiyo ni kitu kingine. Lakini that's how we can do. Mfano ukimaliza kama basi inakuja nyingi kidogo. Ukija down arrow sonata basi tafuta. Na hiyo nayo ni technique moja hapo. Sasa nimejaribu moja hapo nikaona. Inakuja nyingi nikaja down arrow nikaifuata. Yaani issue ni utafutaji wa hizo herufi zenyewe. Naweza nikaamua saizi ndianze mimi au baadaye uanze wewe. Unapoanza wewe maana yake nataka nione je huyu amezingatiaje maelezo yale. Unaona saizi badala ya kutumia speaker nimeamua nitembee. Yaani titi for tat. Maana wengine wanapata phobia ya kuja huku mbele. Kama vile anaona anasurubiwa hivi. Kwa mfano hapo nimeingia kwa kwanza sasa nikasema hapa sitaki hiyo. Nitakwenda document. Hiyo si editable box wapi? Una backspace music yako unaandika document. Au kama sio hivyo uta start menu tena. Kama unaona ni bado. Yaani kama unaona tena ku backspace mpaka utafute backspace iko wapi? Una start menu tena mara ya pili mpaka tena hiyo search box nyingine. Kwa hiyo unapokuwa unaweka hiyo space backspace inakwenda kusomea. Haisome ila kwenye Windows 8 naona inasoma. Okay. Kwa hiyo sometimes sio mpaka uandike neno zima notepad. Kwa mfano unaweza kuandika tu NO zitakuja vitu vingine. Sasa vikija vitu vingine wewe jaribu ku down arrow unaweza kaibahatisha. Yaani nikwambia tafuta program sio mpaka uandike yote. Wewe andika tu hata herufi 2-3 basi. Then uta down arrow kuna possibility ya kuikuta hiyo program. Sasa hilo zoezi naomba tuliache. Anyway, kwanza hata hivyo nimewaonea. Zoezi la kuandika si bado bwana. Bado hatujafikia zoezi la kuandika. Alafu mimi nawaambia andikeni. Lakini this is how we can do. Kwamba unakuja kwenye search box hapo unaandika jina la program, then kama umesikia imetajwa kisahihi unapiga enter. Lakini kama hujasikia unabidi udown arrow ili kuangalia je, ipo niliyokuwa nikiandika? Get it? Hiyo ni njia moja wapo ya kutafuta program, file. Hebu niwapeni dakika 3 za ku-experience hiyo. Jadilini kwa makundi, chomoeni headphone zenu mjadili kwa makundi. Wawili kama mlivyo. Na wapeni dakika 3 tu. Haya nafikiri tayari tusitishe ile zoezi. Haya tutulie basi kidogo. Katika ku navigate na kusearch kwa mtindo wako kuna kitu mmenote au umeona kuna ugumu wote au kuna nini? Mwalimu ugumu ambao umepatikana hapa yani kwamba unaweza ukatafuta neno. Kwa mfano unaweza kuandika neno geography kwa mfano. Lakini ukieleza maneno mengi ndio kuja kwenye down arrow unalikuta. Sasa pia usitafute kitu ambacho unadhani kwamba hapo hakipo. Kwa mfano hapo huwezi kutype neno physics hapo likaje. Labda kama kuna faili ambalo umelisave. Sawa. Mwingine. Ni search internet ukapata.
Internet lazima iwepo kwa sababu kuna Internet Explorer hiyo ipo. Music lazima utaikuta kwa sababu himo. Yaani lazima utafute relevant things. Sio una type neno mchumba ili labda baadaye ije picha ya mchumba hapo wakati wewe uko iweka. Haitakuja. Kuna. Otherwise wewe umeshaitumia tayari kompyuta yako, kuna file inaitwa Makatari. Hiyo ndio njia ya kusearch, kutafuta mafiles, mafolder na programs kwa kutumia search box au run box. Lakini kuna njia nyingine ya kutafuta programs. Hii ni njia ya kwenda kule kwenye all programs. Ukienda kwenye all programs utasikia anakuambia all programs sub menu. Kwa hiyo kama ni sub menu, ili kuifungua hiyo unafanyaje? Enter na au right. Hii ya kufungulia sub menu ni hiyo inaitaja Java. Kuna right arrow au enter au right arrow, lakini preferably tunapenda kutumia right arrow. Ukishaifungua hiyo ukidown arrow utakuwa unasikia majina ya hizo program zako. Maana all program, maana program zote ambazo ziko ndani ya kompyuta yako. Sasa moja ya program iliyoko ndani ya kompyuta yako ni Microsoft Office. Kama tulivyosema kama Microsoft Office ni package ambayo ndani yake kuna vitu vingi. Utasikia Microsoft Office collapsed. Na kufungua kitu ambacho ni collapsed ni kubonyeza right arrow. Ukisikia Microsoft Office collapsed. Collapsed ina maana kimefungwa. Ili kufungua hicho kitu ambacho kiko collapsed, una right arrow. Alafu tena unaanza ku down arrow ili kusikia listi za vitu vilivyomo humo ndani. Nimeeleweka? Haya. Sasa naanza na mtu mmoja mmoja. Nataka anipeleke kwenye all programs, alafu tutafuta kitu kinachoitwa Microsoft Office. Alafu tutaingia ndani ya Microsoft Office, tutafuta Microsoft Office Word. Haya. Jabber. Toa headphone. Microsoft Office kwa kupitia all programs. Start menu, search box, edit, search programs and files, blank. NVDA 1 of 10, calculator C, getting, Microsoft, Windows Media, sticky note, snipping tool, notepad, Paint PI, Microsoft Office, all programs, sub-menu, use tab to move between sections, including... Hapo ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unafanya nini hapo? Kwa kufanyaje? Nimeandika start menu nikaanza kudownload. Ukadownload mpaka umesikia all programs sub menu. Baada ya hapo unafanya nini? Ili kufungua hiyo sub menu? Enter. Haya. Lakini tunapendelea zaidi right arrow. Haya. Ukishabonyeza enter hiyo. Haya. Tap Microsoft Office. Search box blank. Desktop internet Mozilla Firefox new Office open Office document 6 of 19 level. New Office document 5 of 19 level 1. Open up Windows DVD, Windows Media Play, Windows Media Center 9 of 19 level 1. Windows Packs and Scan 8 of 19 level 1. Mpaka usikia Microsoft. Windows DVD Maker 7 of 19 level 1. Endelea iko mbali. Hapo unasikia ngapi hapo ngapi? Windows Media Player 10 of 9. Windows Update 11 of 19 level 1. XPS Viewer 12 of 19 level 1. Accessories Collapse 13 of 19 level 1. Games Collapse 14 of 19 level 1. Maintenance Collapse 15 of 19 level 1. Microsoft Office Collapse 16 of 19 level 1. Umesikia hiyo? Sio enda right arrow. Right arrow. Sikia collapse unabonyeza right arrow. Ukisikia collapse right arrow. Nimesema expanded of 8 items. Kwamba humo ndani kuna 8 items. Haya down arrow mpaka usikie Microsoft Office Word. Down arrow. Microsoft Office Excel 2003. Microsoft Office Infopath 2003 3 of 8 level 2. Nitafute nini wewe? Microsoft Word. Microsoft Office Outlook 2003 4 of 8. Microsoft Office PowerPoint 2003 5. Microsoft Office Publisher 2003 6 of 8 level 2. Microsoft Office Word 2003 7 of 8 level 2. Ukipata piga enter. Document 1 Microsoft Word. Document 1 Microsoft Word document edit multi-line. Page 1 blank. Huyo amefungua Microsoft Word. Microsoft Word hiyo sasa ndio program ya kuandikia barua, documents zote. Haya, twende wewe. Start menu, search box, edit, search programs and files, blank. Start menu. Getting started, sub-menu, T1 of 10. All programs. Windows Media Center W. Umeshaipata? Imekwambia all programs sub menu. Kwa hiyo ili kufungua sub menu kuna njia mbili, enter au right arrow. Njia tunayopenda ni right arrow. Basi. Ulifanikiwa kubonyeza hiyo all programs na ukafungua all programs kwa right arrow. Alafu hapo tena ukabonyeza start menu bila kujua. Haya, fanya tena. Start menu, search box, edit, search programs and files, blank. Getting started, sub-menu, T1 of 10. All programs ukitaka kuipata kwa urahisi, tumia hapo arrow. Search box, edit, search programs and files, blank. All programs,
Haya, hapo hiyo ni submenu right hapo. Daona nenda haraka haraka kupata Microsoft Office. Nataka kusema sija kuinstalia nini hiyo program. Hiyo Microsoft Office collapsed. Kwa sababu ni collapsed inabidi ubonyeze nini? Right expanded 8 items. Ili kupata una down arrow. Mpaka usikie Microsoft Word. Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Infopath 2003 of 8 level 2 Microsoft Office Outlook 2003 of 8 level 2 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office Publisher 2003 6 Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word. Ya piga enter. Successfully. Ye framework. Tunakuja huyu tafuta Microsoft Word kwa kupitia all programs. All programs. Unataka hapa Iko karibu sana ukiapo hapo kuliko ukidown hapo. Hiyo ni nini? Submenu. Kama ni submenu ina maana utafanyaje? Unaweza right arrow. Right arrow. Ili kuifungua. Alafu down arrow sasa. Nimesemaje? Back. Unaweza down arrow. Microsoft Office kwanza hapo ndio Microsoft Word. Mozilla Firefox, Office Document, Open Office Document, Windows TV, Windows Tax, Windows Media Set, Windows Media Claim, Windows Update, XDS Viewer, Accessories Collab, Games Collab, Maintenance Collab, Microsoft Office Collab, 16 level. Afungua hiyo. Hiyo ni collapse collapse. Kwa hiyo fungua kwa right arrow. Okay. Unasema expanded 8 items. Haya. Down arrow mpaka usikie Microsoft Office Word. Level 2 Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Infopath 2003 of 8 level 2. Nenda kwa Microsoft Office Word. Microsoft Office Outlook 2000 Microsoft Office PowerPoint 2 Microsoft Office Publisher 2000 Microsoft Office Word 2003 of 8 level 2. Enter ili kufungua. Taskbar Document of Microsoft Word. Tunatafuta program kupitia all programs. Inaweza kuwa ni enter au right arrow. Sub menu hii. Hapo nafanya nini? Hapo na down arrow, si ndio? Endelea. Mozilla Firefox 4 of 19 level 1. New Office Document 5 of 19. Open Office Document 6 of 19 level 1. Windows DVD Maker 7 of 19 level. Windows Tax and Scan 8. Windows Media Center 9. Windows Media Player 10 of 9. Windows Update 11 of 19 level. XPS Viewer 12 of 19. Accessories collapsed 13 of 19 level 1. Games collapsed 14 of 19. Maintenance collapsed 15 of 9. Microsoft Office collapsed 16 of level 1. Microsoft Office. Haya. Hiyo ni collapse, kwa hiyo right arrow. Expanded 8 items. Down arrow mpaka usikie Microsoft Office Word. Level 2 Microsoft Office Access 2003 Microsoft Office Excel 2003 2 of 8 level Microsoft Office Infopath 2003 3 of 8 level 2 Microsoft Office Outlook 2003 4 of 8 level 2 Microsoft Office PowerPoint 2003 5 1 Microsoft Office Publisher 2000 Microsoft Office Word 2003 7 of 8 Microsoft level 2 Office Word hapo piga enter. Taskbar Document 1 Microsoft Word Document 1 Microsoft Word Document Edit multi-line Page 1 blank. Naanza. Start menu. Start menu Search box edit search programs and files blank. All programs. All programs sub menu start to between sections. Hiyo ni sub menu. Kwa hiyo tunataka kufanya nini? Right arrow. Desktop gadgets
waliweka speed ya ajabu 120. Microsoft Office right here. Down arrow it is Microsoft Office Access 2000, Microsoft Office Excel 2000, Microsoft Office Infocast 2000, Microsoft Office Outlook 2003 408, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 608, Microsoft Office Word 2003, yeah, Microsoft Word 2003 708. Piga in. Anaenda tena kwenye all program. Kwanza start menu. Start menu, search box, edit, search programs, add files. Anatafuta all program. Chai bwana, endelea down. Collapsed 15 of 19. Microsoft Office collapsed 16 of 19. Hiyo Microsoft Office collapsed, yeah? Ukisikia collapsed, unafungua kwa right arrow. Haya, bonyeza right arrow. Expanded 8 items. Down arrow. Microsoft Office Microsoft Office Infocast 2000, Microsoft Office Outlook 2000, Microsoft Office PowerPoint 2003 508, Microsoft Office Publisher 2003 6, Microsoft Office Word 2003 708. Microsoft Office Word. Piga enter hapo. Wewe enter yako hiyo unaipigaje? Wewe unabonyeza backslash badala ya enter. Wewe unakuta ile program haifunguki. Start menu. All programs back. Desk, Internet Explorer 309M, Mozilla 5M, Maintenance M, Microsoft Office collapsed, expanded, level 2, Microsoft Office Infocast, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Word 2003 7. Taskbar, Document 1, Microsoft Word, Document 1, Microsoft Word Document, edit multi-line. Unafikia hivi, tulia hapo. Wewe tumeshafungua Nenda all programs. Natafuta Microsoft Word kwa kutumia all programs. All program iko kwa urahisi zaidi ukiapo hapo. Hiyo. Hiyo ni Open Office Documents. Mimi nataka Microsoft Office. Okay. Yes, Microsoft Office collapsed. Kama ni collapsed tunafanyaje? Right arrow. Right arrow. Fanya right arrow ili ku expand 8 items. Haya, down arrow. Microsoft Office PowerPoint 2000, Microsoft Office Publisher 2000, Microsoft Office Word 2003. Sawa, pia enter sasa. Document from Microsoft Word document. Microsoft Word document edit multi-line. Haya, hapo fungua all program. Microsoft Office collapsed 20 of 23 level 1. Baada ya hapo level 2 Microsoft Office Excel 2003 208 level 2 Microsoft Office Infocast 2003 308 Microsoft Office Outlook 2000 Microsoft Office PowerPoint 2 Microsoft Office Publisher 2 Microsoft Office Word 2003 708 level 2 Taskbar document from Microsoft. Twende kwenye all programs utafute Microsoft Office Word. Hiyo sub menu. Ili kufungua sub menu unafanyaje? Right arrow sasa. Alafu down arrow sasa ili kutafuta hizo programs. Endelea. Umesikia Microsoft Office collapsed. Kwa hiyo ili ku expand unafanyaje? Right arrow. Baada hapo unafanyaje? Down arrow. Microsoft Office Excel 2000, Microsoft Office Infocast, Microsoft Office Outlook 2, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher 2, Microsoft Office Word 2000. Microsoft Office Word. Piga enter kufungua. Yefremwa. Wimbo twende kwenye all programs tukafungue Microsoft Office Word. Wewe kwani umeshafungua? Toka kwenye Word, ndiko kwenye plus. Wewe. Umefanyaje basi wewe nielekeze. Nimeenda kwenye menu.
Alafu nikaona kwenye down yao nikasumbuka sana hapo hapo. Nikaja all program. Nikaita hiyo kufungua nikaja kwenye down yao. Nikaenda mpaka kwenye Microsoft Office. Ambayo ni package. Nikaifungua kwa kutumia right arrow. Nika down arrow mpaka nikafika kwenye Microsoft Word. Nika enter. Nikaja ukurasa kama document 1. Premo. Pende. Start menu. Microsoft Office. Hapo down arrow. Mpaka usikie Microsoft Office collapsed. Windows update 11 of 19. MTS Euro 12. Accessories collapsed. Games collapsed. 14 of 19 level 1. Maintenance collapsed. 15 of 19 level. Microsoft Office collapsed. 16 of 19 level 1. Haya, hiyo nimesema collapsed. Kwa hiyo unafanyaje? Una enter. Right arrow. Right arrow. Okay, sikia right nani? Collapse right arrow. Baada hapo down arrow mpaka usikie Microsoft Office Word. Level 2 Microsoft Office Access 2003 1 of 8. Microsoft Office Excel 2003 2 of 8 level 2. Microsoft Office InfoPath 2003 3 of 8 level 2. Microsoft Office Outlook 2003 4 of 8 level 2. Microsoft Office PowerPoint 2003 5 of 8 level 2. Microsoft Office Publisher 2003 6 of 8 level 2. Microsoft Office Word 2003 7 of 8 level 2. Taskbar. Haya, twende kwenye all programs ili kusudi ufungue utafuta Microsoft Word. Utabonyeza hapo arrow. Submenu huwa tuna either right arrow au tunaenda. Inabidi uwe makini sana kusikiliza kama ni submenu au ni all programs submenu. Hiyo right arrow, down arrow mpaka usikie Microsoft Office. Hola. Internet Explorer 3 of 19 level 1. Mozilla Firefox 4 of 19 level 1. New Office Document 5 of 19 level 1. Open Office Document 6 of 19 level 1. Windows DVD Maker 7 of 19 level 1. Windows Pass and Scan 8 of 19 level 1. Windows Media Center 9 of 19 level 1. Windows Media Player 10 of 19 level 1. Windows Update 11 of 19 level 1. MTS Euro 12 of 19 level 1. Accessories collapsed 13 of 19 level 1. Games collapsed 40 of 19 level 1. Maintenance collapsed 50 of 19 level 1. Microsoft Office collapsed 60 of 19 level 1. Sikia Microsoft Office collapse. Haya, right arrow. Ili ufungue hiyo. Right arrow. Sikia collapse kuja hapo na right arrow. Down arrow. Hapo sikia Microsoft Office Word. Microsoft Office Access 2003 1 of 8. Microsoft Office Excel 2003 2 of 8 level 2. Microsoft Office InfoPath 2003 3 of 8 level 2. Microsoft Office Outlook 2003 4 of 8 level 2. Microsoft Office PowerPoint 2003 5 of 8 level 2. Microsoft Office Publisher 2003 6 of 8 level 2. Microsoft Office Word 2003 7. Taskbar. Document 1 Microsoft Word. Document 1. Changara. Menu. Search box edit search programs and files. All programs. Submenu. Use tab to move between sections. Search box edit search programs and files. All programs. Desktop gadget gallery. Internet Explorer 60. Internet Explorer 4 of 9. Mozilla Firefox 9. New Office Document 6 of Open Office Documents. Windows Anytime Upgrade. Windows Patch and Scan 9. Windows Media Player 10 of Windows Update 11. MTS Euro 12. Accessories collapsed. Games collapsed. All maintenance collapsed. Microsoft Office collapsed. NVDA collapsed. 17 of 19 level 1. Microsoft Office collapsed. Expanded 8 items. Down now. Microsoft Office Access 2000. Microsoft Office Excel 2000. Microsoft Office InfoPath 2000. Microsoft Office Outlook 2000. Microsoft Office PowerPoint 2. Microsoft Office Publisher. Microsoft Office Word 2. Microsoft Office Word. Microsoft Office Word 2003 7 of 8 level 2. Piga enter. Taskbar. Document 2 Microsoft Word. Document 2 Microsoft Word. Document edit multi-line. Wewe nimekwambia document 2 ina maana kuna nyingine ulifungua. Hivi ndio ulikuwa unafunga kuifunga. Kwenye alt tab. Document 1 Microsoft Word. Hiyo hapo ulifungua. Microsoft Access item 3 of 6. nikaandika hapa cha kufanya mazoezi. Kwa nyingi. Document 2 ngoja tufunge. Nilikuwa nataka kuizima. Kuna kitu kimoja na uzime computer. Kasema haiwezi kuzima kwa sababu program Kwa nini sawa uzime? Alikuwa anafanya majaribio. Ndio. Ukiwa umefungua program nyingi, computer inagomea kuzima. Kwa hiyo weka cancel hapo.
Bonyeza tab utasikia cancel, I don't know. Inasema cancel button flip submenu. Na bonyeza alt tab nikiisikia nafanya alt function key. Simple like that. Au unaweza alt tab nikiisikia na bonyeza alt function focus. Ili kusikia program zilizofunguliwa na bonyeza alt tab. Ili kusikia program zilizofunguliwa na bonyeza alt tab. Mpaka sasa tumeshafungua Microsoft Office Word. Microsoft Office Word hiyo ni program ya kuandikia maneno. Kwa hiyo lile lengo la kwamba nataka niweze kuandika mwenyewe ndio hilo hapo. Kwa ujumla wote mmejaribu hilo zoezi la kufunga na kufungua. There have been some challenges ambazo mmekuwa mkirekebishana au tukirekebishana. Kwa hiyo what then do we learn from here, from this exercise? Kwanza tumeona kuna njia mbili za kufunga mafaili au mafolder. Kwa hiyo ya kwanza ni njia fupi ambayo ni ipi? Na njia ndefu ni ipi ya kuclose? Alt, alafu natumia arrows kutafuta neno close. Ukipata close unafanyaje? Unapiga enter. Mpaka sasa tumejifunza njia mbili za kuaccess au kutafuta file. Ni kwa kutumia nini na nini? Kuna njia ndefu na njia fupi. Njia ndefu ikoje? Mmoja basi asimame aeleze. Msijibu chorus answers. Ya kwanza? Mpaka unapofuata file unalotaka. Huyo nani huyo? Mbaga huyo. Na njia nyingine fupi ni ipi? Unaenda kwenye down alafu unaenda kwenye herufi. Unabonyeza? Yaani unaanza statement. Alafu unaenda down arrow mara moja. Alafu unaenda kwenye herufi inayotokana na ile jina unalotafuta. Very good. Herufi ya kwanza. Basi. Alafu kufungua file tumetumia key gani kufungua file? Ukishaliona ili kufungua file ama folder, ukishaliona unatumia key gani ili kufungua? Enter. Okay. Ngoja basi ni summarize. Sasa tumeona njia mbalimbali za kuaccess mafaili na mafolder. Njia ya kwanza ni ya kutumia tab. Tukasema folder unazipata baada ya kubonyeza start menu, alafu usipige escape, una tab. Then utakuwa na folder inaitwa Samsung. Baada ya Samsung ukiwa na down arrow zile zote chini ni folder. Kwa hiyo for that matter unapata folder kwa kutumia tab na hizo arrows, down or up arrow. Hiyo ni njia ya kwanza ya kuaccess mafaili, mafolder au program. Njia nyingine ni ya kutumia herufi ya kwanza ya either file au folder au program. Ina maana utabonyeza start menu, utakuja search box, uta down arrow mara moja, alafu utabonyeza herufi ya ile kitu unayotafuta. Kama ni documents utabonyeza D, itakuja D. Njia nyingine ya kutafuta folder au file ama program ni kubonyeza herufi ya kwanza ya kile kitu unachokitafuta. Kwa sababu sometimes unaweza kuwa na mafaili hata 10,000. Sasa ukiwa na mafaili 10,000 utaweza kuyapata kwa down arrow au up arrow, si itakuchukua hata kesho. Kwa hiyo unatumia shortcut hiyo ya kubonyeza herufi ya kwanza ya file au program au folder unayotafuta. Kama folder yako inaitwa reggae, ina maana utapobonyeza R itakuja tusikia reggae. Kama folder yako inaitwa pictures, ukibonyeza P itakuja pictures. Kwanza kama kuna mafaili mengine yanaanza na PPP, ataanza labda Pamela, Panini, Panini, baadaye pictures. Kwa hiyo unabonyeza start menu, alafu itakuja search box, alafu down arrow, alafu kisha down arrow unabonyeza herufi ya kwanza ya kile kitu. Ukishakipata either kwa njia yoyote kati ya hizo mbili, either kwa njia ya tab alafu ka down arrow ukapata folder, au kwa njia ya arrow ukapata folder ama files, una enter ili kufungua hiyo folder kama ni folders. Ukifungua hiyo folder kuna possibility either kukutana na other folders ama kama sio folders basi files. Kwa hiyo utatafuta file hilo kwa down arrow, down arrow, down arrow au kwa kubonyeza herufi ya kwanza ya hilo file, then uta enter ili kufungua hilo file. Kama ulikuwa ndani ya folder, alafu tena ndani ya folder tena kuna sub folder nyingine, inabidi kwa hiyo ufungue hizo sub folder zote. Kwanza ufungue sub folder kubwa, labda ni Samsung. Ndani ya Samsung labda kuna download sub folder nyingine tena. Utaitafuta either kwa kubonyeza herufi ya kwanza ya hilo folder kama say downloads, utaingia ndani patakuwa na mafaili. Utatafuta file kwa either arrow au kubonyeza herufi ya kwanza ya hilo file, then utapiga enter. Lakini bado hazijaisha. Bado hapo kuna njia kama mbili tena hatujazimaliza. Na njia mbili nyingine za kutafuta file, folder au programs kwa kutumia search box. Njia nyingine itakuwa ni kwa kutafuta file, folder au programs kwa kutumia run box. Njia nyingine kutafuta programs kwa kwenda kwenye all programs. Alafu pia njia ndefu ya kuopen files. Kwanza kwa kutumia search box,
2 kwa kutumia run box, 3 kwa kuangalia kwenye all programs. So kwa nini swali kidogo? Ile swali nataka unielekeze. Kwenye hiyo document tunafungua hivi. Kuna document moja tunafungua kwa sauti ya mtu anaongea. Imerekodiwa. Sasa kuna process gani ambayo unafanya mpaka unarekodi hiyo sauti hiyo? Kurekodi sauti hilo somo jingine sasa. Advanced. Kwa hiyo labda ukitaka iwe ni nje ya darasa. Mimi nikandamizi hapo. Haya mafaili tuliokuwa tunaongea. Yana uwezo gani labda kwa kuchukua mambo? Hizo folders, hayo makabati ina maana. Yana uwezo gani kuchukua mafaili? Sasa moja sasa. Faili moja. Unataka ukubwa wa faili moja? Ni kadogo sana. KKB, kanaitwa KKB. Yaani KKB ni kadogo kama vile kapunje hivi kamchanga hivi. Yaani faili moja lina ukubwa huo KB. Kwa hiyo labda kuna KB 100. Kwa hiyo inaweza kuchukua hata faili ambalo umerekodi kwa muda wa siku nzima. Unajua movie, mafaili makubwa huwa yapo kwenye movie kwa sababu movie, yani ile video, kwanza inachukua sauti lakini pia matendo. Kwa hiyo tuna expect kwamba hilo faili lazima liwe kubwa kuliko hivi vidogo vya kuandika au hii muziki ya audio, hii muziki unayo play kama Kalimba. Kwa mfano Kalimba ina 3 MB, kitu kama hicho, megabyte. So kadogo tu. Mimi yani kwa mfano nataka kutengeneza mafaili yangu. Yani kwa yale mafaili yanategemea na kazi nilionayo mimi au imesha setia huko kwamba ikipita baada ya muda fulani faili inakuwa limejaa watakuwa ingie jingine. Hapana. Kama ni kuandika, andika kwa kadri unavyoweza. Yani with the computer don't worry. Remove all of those worries ambazo ulikuwa unazipata kwenye typewriter. Maana kwamba pia anaweza kusema kulingana hizi folder. Kulingana kwa mfano kwenye simu GB1, GB na unakuwa na mafaili mengi ndani, muziki na vitu vingine. Mafaili au mafolder au programs unazoweka, it depends pia na ukubwa wa kompyuta yako. Yaani sio ukubwa kwa size hiyo unayobeba upana, kuna ukubwa wa hard disk iliyoko ndani ya kompyuta yako. Kwa sababu hiyo ndio inayoweka hayo mafaili, hayo mafolder, ya hizo nyimbo na vitu kama hivyo. Sasa kuna disk nyingine unakuta zina GB labda 1000. Ina maana disk ya GB 1000 itahifadhi vitu vingi sana kuliko disk ya GB say 20. Si tulifunza kwamba kuna hardware components which can either be internal or external. Moja wapo ni hard disk. Hard disk maana yake iko ndani ya hii kompyuta yako, ndio inayotunza madude yote. It depends na ukubwa wa hard disk yetu. Hard disk yetu inafikiri na ukubwa kama GB 280 hivi. Kwa hiyo bado ni kubwa hiyo. Unaweza kuhifadhi vitu vyako vingi sana, movie, nini kila kitu. Lakini kwa kadri unapozidi kuhesabu vitu vikubwa, hasa movie ni sawa na unapoongeza vitu kwenye chumba chako. Chumba chako kina ukubwa huu, wewe unaweka makochi, makabati, meza, nini kwenye chumba kimoja. Automatically lazima kina Kwa hiyo utajaza. Itafikia time kompyuta itakwambia, nao bado MB kadhaa ujaze hiyo hard disk. Ukisikia hivyo kuna options mbili. Either ya kuongezea hard disk ndani ya kompyuta yako, either kuzifuta au kuzisave hizo files zako na programs zako kwenye hard disk nyingine. Kuna wakati naweza nitoa kwa mfano au niwasha kwa labda ni faili. Niwasha ule muziki. Lakini nikabonyeza ile kizima isizimike. Lakini nikajaribu kubonya nikasema sasa kujua nimefanyaje labda. Kwanza inatokana na kwa nini haizimiki? Haizimiki kwa sababu kwanza it might be kwamba hujabonyeza appropriately hizo keys. Kwa mfano formula ya close kwa kutumia njia fupi, unabonyeza alt unaihold alafu ndio unabonyeza F4. Nafanya hilo lakini sasa wengine anabonyeza hiyo alt kwanza alafu anaiachia alt alafu anaenda kubonyeza F4. Mimi nimefanya hivyo. Nimebonyeza alt F4 kwa utaratibu unaotakiwa. Isizime. Au sometimes unakosea. Alt unaweza kaipatia alafu baadaye kubonyeza F4 unabonyeza F3. Au baadaye kubonyeza alt kidole kinateleza pale kinabonyeza start menu. Alafu kule baadaye kubonyeza F4 na kubonyeza F3. Wewe unafikiri kama umebonyeza vizuri. Unaona hizo probabilities Au umebonyeza sahihi kabisa alt 4 kabisa kwa kufuata utaratibu huo mzuri, lakini bahati mbaya kidole pale kiligusa kwenye touchpad. Kwa hiyo kilipokuja kugusa kwenye touchpad, kasa yako pale ikaama kwenye lile file. Kwa hiyo hata kama ukibonyeza alt function 4 haitafunga hiyo. Hizo ndio probability. Iweze kushughulikia kama tunapandishana mafaili. Mafaili kibao yanajaza kwenye window. Kama sioni. Sasa sometimes unapotaka kufunga sasa. Hapa nifungua file na kufunga kwa shortcut. Nabonyeza alt na hold kisha nakwenda kwenye F4, function 4 na bonyeza. Pale inakataa kuzimika, inasema kwamba kuna kitu fulani hujakifunga. Yaani kama unataka kufanya nini kwenye kompyuta yako? Afu inatokea labda ile shutdown split button ile ya kutaka kufunga kwa kompyuta.
Hata itokee hiyo inatokea kwa mfano inatokea labda virus nini what do you want to do kwenye computer? Kama pale unafanya nini ili ku-clear kabisa window yako iwe clean? Yaani kufunga mafaili yote. Aha, nafikiri tulijifunza, lakini kwa sababu sasa hivi ndio mko kwenye practice, sasa ndio unali-observe hilo. Tulisema kwenye taskbar kuna kitu fulani kinaitwa running application. Kwenye running application hapo ndipo wanapopata mafaili au all programs which are running, which are open. Program zote zilizo open, zilizokuwa open, au kama ni folder au kama ni mafaili yote yaliyo open. Kwa hiyo ina maana unaenda kwenye running application pale, unaanza ku write arrow, unaangalia hivi mafaili yangu gani yaliyokuwa open. Unasikia labda Samsung, ubonyeza application key, alafu da down arrow mpaka usikie close, unapiga enter. Ukimaliza hiyo tena unaenda tena kwenye running application kusudi kuangalia tena jingine. Kwa sababu itamaybe kuna possibility ya wewe kwa kutokuona, na kwa sababu kuna possibilities nyingi za kugusa ile touchpad ukafungua vitu vingi. Kwa hiyo it is a good practice kabla hujazima kompyuta yako uende kwanza kwenye running applications ili uone hivi nimefungua mafaili gani ili niyafunge kwanza. Kwa hiyo utasikia labda Samsung. Ukisikia Samsung unabonyeza application key, una down arrow mpaka usikie close, alafu una enter. Hilo faili la Samsung litakuwa limejifunga. Unaenda tena running application unatafuta tena jingine. Labda utasikia Windows Media Player, uta application key, down arrow mpaka close, utapiga enter. Hiyo ni njia moja. Lakini kuna njia nyingine ya kutembea ndani ya mafaili ama mafolda yaliyofunguliwa. Hiyo inaitwa Alt Tab. Alt plus Tab. Unashikilia Alt, alafu unakuwa unabonyeza Tab. Ukibonyeza hivyo inakutajia faili ambalo liko open. Ubonyeza Alt Tab utasikia Samsung kama ndio ilikuwa iko open. Alt Tab itakwambia last week review kama ndio faili ambalo liko open. Kwa hiyo kwa mfano unabonyeza Tab unasikia faili ambalo liko open na unasikia last week review. Sasa hapo unafunga kwa njia either fupi au ndefu. Kwa njia fupi ni Alt function 4, hilo linafungika. Then unafanya tena Alt Tab utasikia jina la faili ambalo liko open. Get it? Yeah. Kuna swali jingine? Mara kama tunabonyeza start menu. Alafu escape alafu tunaenda kutafuta kwenye tab. Mara nyingine hii tukapata tunafanya start menu. Alafu tunaenda kwenye tab Bila escape. Bila escape. Mara ya tatu hii tunabonyeza start menu, tunaenda kwenye down, tunaenda kwenye arrow. Unabonyeza herufi ya kwanza ya kitu unachokitafuta. Sasa ndio nauliza kwamba kwa hiyo hizi njia zote zinatumika au kuna baadhi ya vitu ambavyo vinabidi kufuata process ile au ni yoyote utakayoona inafaa kutumika? Hizi njia zote zinatumika. Yaani sasa based on your option. Mazoezi yale nimefanya watu wote. Alafu akaja kufanya wimbo. Nikamtaniaje pale? Hizo imekuwa ndefu. Kwamba kwake yeye kumbe ana tatizo la kuzitambua herufi. Kwa hiyo ina maana njia hiyo kwake yeye itamchelewesha. Na mimi lengo la kuwafundisha hizi njia zote ni ili wewe mwenyewe uchague sasa which way will be suitable for me. Kwa hiyo yoyote kati ya hizo. Kwa sababu kuna mgogoro huo sometimes wa kupata herufi. Sasa na wewe una haraka eti ndio anza kwenye start menu utafute tena D iko wapi? Kutafuta D na kuchukua dakika 3. Sasa ikichukua dakika 3 hiyo tena inakuwa ni njia fupi kwako. Sio. Lakini kumbe tu pale kubonyeza start menu, ukapiga tab, ukapata Samsung, ukadown na ukapata documents, ukapiga enter. But some other people are very quick in getting some letters. Kwa hiyo inakuwa ni njia fupi kwao. Lakini pia huwa inafikia time kwamba sasa huko ndani ya document kuna mafaili kama 10,000 hivi au 20,000. Ukitafuta kwa njia ya down arrow na up arrow nafikiri utayapata kwa urahisi. Hapo ndipo unapotokea kutumia herufi. Hivi hapa katika mafaili haya 10,000, mimi natafuta faili lipi? Natafuta faili ambalo linaitwa Agnes. Kwa hiyo unabonyeza A mpaka utakaposikia Agnes. Then kama unataka kulifungua utapiga enter. Tulipobonyeza start menu afu tukabonyeza escape. Lengo letu lilikuwa ni kuitafuta taskbar. Yaani kwamba tulipobonyeza escape ili tufunge zile menu ili tuende tukatafuta taskbar ambayo iko pale chini ufito wa hiyo monitor yako. Get the point? Kuna swali lingine? Ndio bado nitakuongelea kwa herufi. Simu hapa. Kwa jina kwa mfano mengi sana ya mambo ya A. Ukibonyeza A ndio unatafuta address unabonyeza ATN. Tayari address anakuja pale. Ndio kuangalia wote wanaanza ana hapo mwanzo kama hujafika kwa Agnes. Sasa kwenye kompyuta hapo kuna feed kwa kipo sana hicho. So long as unajua file lako linaitwaje basi.
Lakini pia inabidi uwe very quick kwenye vidole. Hata simu yako hiyo AGN ukibonyeza taratibu, ukibonyeza A alafu katulia kama dakika moja au hata nusu dakika. Hapo baadaye uje tena ubonyeza G. Kwa kubonyeza A itakuja Ana. Kubonyeza G itakuja Galatia. Kubonyeza N itakuja Naomi. Inabidi uwe faster, AGN ndio itakuja hiyo Agnes. No question? Okay. Basi naomba kwa leo tuishie hapo. Sasa thank you for this time. Kesho hiyo nakuja tutaingia kwenye Microsoft Word ili tuanze kuandika sasa. Ukafanya mazoezi bwenini Kufikia hapo naomba nikabidhi kijiti kwa mwenyekiti. Kwani tumeelimika kupitia kipindi chako.